Unaweza ukawa na uwezo mkubwa, hata akiwezekana kutabiri mambo na yakatokea. Unaweza hata ukaweka mikono kwa watu wakapona na wakawa wazima, hata ukafufua mtu kabisa. Lakini pia unaweza ukawa na fedha nyingi kiasi kwamba ukazigawa maskini wote duniani na bado ukabaki na chenchi nyingi. Lakini leo Mungu anasema kama yote haya utakuwa na uwezo nayo, kama hauna upendo, anasema wewe ni kama tu madebe yanapiga kelele na una issue. Karibu tujifunze somo hili na utabarikiwa sana tunapoangalia picha au sura ya upendo. Tuombe. Baba Mungu, wewe ni Mungu mwenye upendo. Hata kama tutasahau yote katika somo la leo, tunachoomba Mfalme, tupe upendo wako Mfalme, ili tujue namna ya kuishi kwa manufaa kwa watu wanaotuzunguka na kwako Mungu wa mbinguni. Tunyenyekeze kwa jina la Yesu. Amen. Mtu yeyote anapotaji kufa, kisikia kuna mtu anakufa, anawaita watu mzazi, watu wote huwa wanakuwa makini sana kwa maneno yake ya mwisho. Sasa leo tunamzungumzia Yesu, Mungu pamoja nasi, alipokuwa anaelekea kukabili msalaba. Miongoni mwa maneno ambayo aliyatoa ni ya muhimu sana, ambayo yanatuingiza kwenye picha nzima ya upendo. Ni kitabu cha Yohana 15:12, akawaita akawaambia, amri yangu ninayowapa ndiyo hii, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Kuna vitu vya muhimu sana kwenye mstari ambavyo ndio msingi wa mimi kuwa hapa siku ya leo. Yesu aliposema amri hii ninawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda. Swali la kwanza, je, Yesu aliposema tupendane alimaanisha nini? Ingetusumbua sana mimi na wewe kama tusingekuwa na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13. Hapo amedadavua Mungu anaposema upende huwa anamaanisha nini. Aina ya upendo ambao Mungu anausema ni mgumu sana. Kama hujawezeshwa na Roho Mtakatifu utateseka sana, hautaweza kumpenda mtu. Sasa tuangalie Yesu aliposema tupendane, na kwa Korintho wa kwanza 13 unadadavua na kufafanua nini maana ya upendo. Wakorintho wa kwanza 13 na ule mstari wa 4 anasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, upendo haujivuni. Sasa umeelezewa upendo na sifa zake nyingi ambazo ukizijumlisha unapata nini maana ya upendo. Moja, anasema upendo unavumilia. Anamaanisha nini? Ni uwezo wa kuwa na pafu refu, uwezo wa kuvumilia bila kulipuka, huku ukionyesha njia ya kumsaidia muhusika. Ni uwezo wa kuto kuchoshwa na kuchukua hatua ya kulipuka, ukavumilia huku ukiendelea kutoa nafasi ya mabadiliko kwa muhusika. Yesu alikuwa ni mvumilivu sana. Ndio maana wanafunzi wake Petro alikuwa na kielele. Kwanza ni wazito, wani mpaka elewe pointi, mpaka Yesu akasema nini? Akawaambia, mbona hamna akili? Nimesema pale hamjanisikia. Wanachelewa kuelewa, afu wakishaelewa inachukua muda mfupi tu wanasahau. Wengine wako mle wanamfuata Yesu wakina Yuda kwa sababu ya maslahi, lakini Yesu aliwavumilia mpaka mwisho. Nikupe mfano. Mama mzazi amekuwa akimpa mtoto kikombe cha maziwa anywe, lakini yale maziwa mtoto anamwaga mara 3, mara 4, mara 5. Halipuki na kumpiga makofi, labda kama ni mama wa kambo, piga makofi, piga mwiko, piga vifuti, tupa kule, vunja, ng'oa jino. Mama yule ataona kile kitendo, anavuta pumzi kidogo, alafu anamwelekeza mtoto, jitahidi kushika kwenye mkono, tumia, kuna kamkono hapa, shikia hapa, usimwage tena. Mungu akupe upendo huu wenye kuvumilia. Lakini pia anasema upendo unafadhili. Unafadhili ni kutenda wema kwa vitendo vinavyogusa hitaji la mtu mwingine bila kutafuta kulipwa. Sifa nyingine ya upendo ni kuwa na uwezo wa kuwatendea watu wema bila kutafuta kulipwa au kujulikana
au kutambuliwa. Kuna watu usipowatambua umefanya kosa baya sana. Nikupe tu mfano kwenye maisha ya kawaida ya mtu Mwafrika tu wa kawaida. Jirani yako ameenda kazini, kaacha nguo ameanika nje. Mvua kubwa inanyesha. Amuongeleshani, amjuani, mnaishi kila mtu na mambo yake. Lakini unajua kabisa hizi nguo zake zitaroana. Utakwenda, unachukua, unazikusanya vizuri, unaenda unamwekea sehemu zake nzuri. Anaporudi anakuta nguo zake ziko sawa. Hutaki chochote, ujipendekeze, utakutenda mambo bila kuhitaji kulipwa au kutambuliwa. Hii ndio wanataka Mungu akutendee. Lakini sifa nyingine ya upendo, unafurahia ukweli katika haki. Yaani kwenye ukweli mtu unaufurahia ukweli. Hauwi mnafiki. Unachukizwa na uongo na dhuluma. Hauwezi kushabikia tu vitu vya mtu anadhulumiwa, mtu anateswa bila sababu, na wewe unaunga mkono tu kwa sababu tunajipendekeza. Hapo tunasema wewe hauna upendo wa kimungu. Una upendo wa fileo na upendo haya ya kidunia. Ni upendo ambao unashangilia ukweli pamoja na wengine na kushinda haki inapotawala. Haki itakapotolewa kwa mtu mhusika fulani ambaye alikuwa anaonewa kwa mfano, au kwa mambo yatakaporekebishwa na ukweli ukashinda kwenye kanisa, kwenye taifa, kwenye familia, kwenye ukoo, na wewe unashiriki kushangilia. Kwa sababu huu ndio sifa ya upendo. Haushangilii dhuluma, haushangilii kuonewa, haufurahii, haungani mkono na vitu vya namna hii. Upendo una subira. Subira maana yake nini? Ni kitendo cha kuendelea kukaa kwenye nafasi. Unaendelea kukaa kwenye hiyo nafasi hata mambo yanapokuwa magumu. Nataka nikutoe kwenye upendo unaitwa fall in love. Umeanguka kwenye upendo, mmdondokea mtu. Tunataka ukue katika upendo wa kimungu. Kwa mfano kwenye familia, mmeanza vizuri, sherehe vizuri, lakini muda umeenda, mume kazi imepotea, uchumi umekuwa mgumu, mambo yamebadilika. Mwenye upendo wa kimungu, upendo wa Yesu, wewe utavumilia katika hali hiyo. Utavumilia mpaka kipindi cha magumu kitakachopita. Hata kisipopita, Bwana asifiwe. Mume au mke, wakati ambapo mwenzi wako anapitia katika kipindi kigumu cha magonjwa, hauwezi kwenda kutafuta wanawake wengine kuchepuka au wanaume wengine kuchepuka ili ukidhi haja zako. Unamwomba Mungu azime hata mifumo yako yote ya tamaa mpaka huo ubaya upite. Lakini hautoki kwenda kutangaza kwa majirani ili wajue mnapitia vipindi vigumu vya maisha. Unavumilia. Huo ndio upendo. Jambo la pili ni vitu gani ambavyo vinaonyesha kwamba sisi hatuna upendo au upendo haufanyi vitu hivyo? Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4 mpaka wa 7. Upendo huvumilia. Tushasoma ya 4, tusome ya 5. Haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na ukweli. Uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote. Moja anasema upendo hauhusudu. Neno kuhusudu, zelo, manake ni wivu. Upendo hauna wivu. Kwenye upendo hakuna wivu. Kwenye upendo hakuna chuki. Na upendo ndio fosi au nguvu kubwa katika maisha yenye uwezo wa kushinda chuki. Martin Luther King aliwahi kusema, shinda chuki au hofu kwa upendo. Ndio kitu pekee chenye uwezo wa kukushindia. Lakini pia nisisitize, upendo tunaozungumza huu hauwezekaniki kawaida, kwa sababu maandiko yanasema nia ya mwili, nia ya mwanadamu au akili ya mtu ina uadui dhidi ya mambo ya Mungu. Mpaka utakapokubali kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, moja, kuruhusu zawadi ya Yesu ambayo ni Roho Mtakatifu aingie ndani yako, akuinjinie kuweza kutaka kwako na kunia kwako
iwe ni matokeo ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana alisema msitoke mpaka atakapoajilia Roho Mtakatifu. Ndio mwanze kuhubiri mambo ya Mungu. Maana mtaenda kuhubiri kule mnajikuta mtafuta madili, mtafuta project, mtafuta fedha, mtafuta umaarufu, kwa sababu msukumwe na upendo unaotokana na Roho Mtakatifu aliyekuja juu yako. Anasema upendo hauhusudu au hauoni wivu. Maana yake nini? Ni kuto kujisikia vibaya au kuwa na uchungu pale mwingine anapofanikiwa. Upendo hauoni wivu. Upendo hauoni wivu. Leo ukiona mwenzako kazini amepanda cheo ambacho ulikuwa unakifikiria, unakivizia na wewe, moto unawaka, unaanzisha vitu, tafuta mafaili ya kuleta vurugu ili mwenzako atimuliwe. Ukiona jirani amenunua gari, unaanza kuzusha uzushi. Amejenga nyumba nzuri, unaanza kuzusha maneno, moto unawaka, mdomo unakereketa, hautulii mpaka umeleta tuhuma nyingi. Hizo fedha kazitoa wapi? Tunamjua huyu. Upendo haufanyi hivyo. Hata kama haujaelewa, mwambie tu, kama Baba yangu wa mbinguni wanabariki watu, kwani kuna ubaya gani kumbariki huyu mtoto wake? Na mimi vya kwangu vinakuja, wakati wangu na mimi nitabarikiwa. Yaani upendo unawacha moyo wako unakuwa hauna gubu wala maumivu unapoona mwenzako amefanikiwa. Lakini pili, haujivuni au haujisifu. Ukiwa ni mtu wa upendo unakuwa sio mtu wa majisifu na mtu wa majivuno. Utafuti sifa. Kutojionyesha au kutumia mafanikio yako kumfanya mwingine ajione hana thamani, kwa sababu tu umefanikiwa kidogo, umepiga hatua fulani kuliko wenzako. Kwanza ni maskini tu, kwa sababu ukienda matajiri 100,000 Afrika haumo. Ni mtu tu mchovu tu, ambaye ikitokea tu leo mradi umekufa na benki wamekuja kudai hela zao, ni maskini kesho yake tu asubuhi. Lakini unatumia ulivyo navyo kuwaumiza wale ambao unaona hawana. Kuna mahali fulani iliwahi kuwa mtu ambaye nadhani ana kafedha kidogo, anatengeneza mazingira ya kuchangisha mchango mkubwa ili amkomoe mtu fulani ambaye anajua kuna sehemu anamshinda kitu kingine ambacho kinahitaji fedha, ili amdhalilishe makusudi, kwa sababu yeye ana uwezo wa kutoa hiyo fedha. Na kuna kipindi hata hiyo fedha alikuwa hana ya kutoa. Sasa upendo haufanyi hila hizi hazipo kwenye upendo. Mfano, mjumbe fulani wa kanisa, muumini, ametoa mchango kubwa, kisha aanze kutembea na kutamba, kutaka watu wote wamnyenyekee na kumtumikia kana kwamba hela ni zake, wakati maandiko yanasema fedha na dhahabu na ng'ombe na kila kitu ni mali za Mungu. Umepewa tu, shikilia. Anaweza akachukua pumzi ukaacha hapo hapo, na nyingine zikafia benki. Juzi wakati CRDB inagawa migao kwenye magawio yake, benki ya CRDB, kuna fedha zimerudishwa BOT, hazina wenyewe. Wewe unafikiri hazina wenyewe zimefikaje kule kwenye mawekezaji ya CRDB na mahisa na manini? Ni kwa sababu kuna watu wengine wanapotea kumeficha vitu vyao. Kwa hiyo vitu vyote ni vya Mungu. Usijivune. Upendo hautoi nafasi ya kujivuna. Lakini upendo hauhesabu mabaya. Neno kuhesabu lilotumika hapa ni logizomai. Haui na listi ya kitabu kilichoandika mabaya ya watu fulani. Kuna mwingine hata miaka 10 ipite asahau, ameendelea kuhesabu mabaya. Tumekuwa na kikao kimoja, mtu mmoja katika kuongea, kumbe ana karatasi ameandika tarehe, siku, muda ambapo ubaya ule alifanywa. Listi ya matukio karibu 20. Miaka mingi imepita na tuko kanisani. Tarehe fulani, mwezi fulani alifanya hivi. Upendo hauhesabu mabaya. Usiombe upendo, omba Roho Mtakatifu akupe upendo. Ukiomba upendo utaigiza. Roho akikupa upendo unafanya mambo automatic. Mimi mwenyewe nimejipima na haya mambo. Nimeona nimepungua. Nahitaji msaada wa Mungu. Najua hata wewe una uhakika kabisa. Bado na tabia za asili. Roho wa Mungu natakiwa nimwachilie moyo wangu aufanye mabadiliko makubwa ya upesi na ya haraka ili uweze kuishi viwango hivi vya ubora vya upendo. Upendo hautafuti mambo yake mwenyewe. Haikufanyi kuwa mtu binafsi na kutafuta maslahi yako. Unatanguliza wengine. Kama jambo unaona wewe hauna maslahi nalo, ujishughulishi nalo. Unasema ili alinisaidii kitu. Hapana. Shiriki na mambo ya wengine.
Lakini anasema, Yesu amesema, ninaomba mpendane kama mimi ninavyowapenda. Sasa kwani Yesu alitupendaje? Tuangalie Yesu alitupendaje. Yesu alituvumilia. Biblia inasema Warumi 5:8, tungali tulipokuwa bado tupo katika makosa, tukiwa waasi, ambako tulistahili kuangamizwa kabisa, alitoa muda na nafasi ya kutubu. Yesu alitenda kwa fadhili, hakungoja tumlipe. Baadhi ya vitabu vinafafanua matukio ya Yesu, nasema hasa ile siku ya Sabato alikuwa anatoka anazunguka mtaani, angalau akutane na mtu mmoja amponye. Wengine wanasema hata yule mwanamke alikuwa anatoka damu kwa miaka 12, siku ile Yesu naye alikuwa anajisogeza, alishamuona kuna mtu ananitafuta kule aniguse, na kuna makutano wa vieleo kina Petro wanamzuia asiniguse, alikuwa anajisogeza kidogo ili ampunguzie umbali, angalau yule mama aguse upindo wa nguo yake ili apate kupona, damu ikauke, nguvu zimtoke Yesu, mama apone, msiba wake ukome. Ukiwa na upendo hausubiri kuombwa. Wewe unaona kuna sehemu kuna shida, kuna mtu ana mapungufu, kuna watu wanahitaji kuombewa, kuna watu wanahitaji kutembelewa. Unajua kabisa yale inayopitia kiongozi wa nchi au kiongozi fulani wa kanisa anapitia wakati mgumu halali. Unajua, afu unacheka, unakuwa shabiki, unaanza kutafuta majungu na kumsema pembeni. Ingia kwenye magoti, muombe, mtie moyo, mpigie simu, mwambie Mungu yuko pamoja nawe. Pambana, songa mbele, tuko pamoja mtumishi wa Mungu. Hii ndio tunaita upendo. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, tuweze kuwa na viwango hivi vya upendo. Yesu hautafuti mambo yake mwenyewe. Yesu hakutafuta mambo yake mwenyewe. Kama unakumbuka, kuna ule wakati kitabu cha Wafilipi 2 aliona kuwa sawa na Mungu. Ndio maana watu wengi wanachanganyikiwa, kwa sababu ona yeye kuwa sawa na hadhi ya Mungu si kitu cha kushikamana nacho, akajivua, akaishi namna ya utumwa. Niongezee dondoo zingine hapa. Yesu hakutafuta heshima na alishirikiana na wanyenyekevu. Ndio maana hata Mafarisayo walichanganyikiwa sana, wakashindwa kujua jamaa vipi, mbona kama kana na akili na uwezo mkubwa, lakini muda wote yuko na malaya na walevi na maskini ombaomba. Haji kwenye kundi letu, haui na makundi ukiwa na upendo. Kwa sababu najua wewe katika hadhi zote kuna watu Mungu ameweka vitu ndani yako upate kuwahudumia. Kwa hakuona wivu. Lakini pia Yesu, japokuwa alikuwa mfalme wa ulimwengu, hakujivuna, hakufanya gwaride, mimi ndo yule mfalme. Aliishi low profile ili aweze kuwafikia na wale wa viwango vya chini. Lakini pia Yesu alikuja, angeweza kumiliki viwanda. Kama alivyokuja angeweza kuwa hata professional mkubwa sana. Alichagua kazi ya chini kabisa ya useremala, ya kawaida kabisa, kuchonga mitumbwi, vigoda, sturi na masofa ya wakati huo na majembe yale ya mbao ya zamani, vitu vya kawaida sana, ili aweze kutoa mfano kwamba hata mfalme Mungu anaweza kashuka kwenye level ya chini kabisa ili aweze kuwasaidia watu. Huo ndio upendo. Ndio maana unasikia tulikuwa na shaona mtumishi wa Mungu mmoja, tulikuwa naye muumini akafariki. Tunamuita bwana mtumishi wa Mungu, wewe ndio kiongozi wetu mkuu, njoo hapa, kuna muumini amefariki. Tupiga chenga, anazunguka. Baadaye pengine akafariki mtu ambaye kwanza si muumini, lakini tu ni amefikia kwenye nyumba tu ya mtu. Kashafika mapema asubuhi, ukimwambia tunakutafuta, niko bize kwenye msiba wa ndugu yetu. Ndugu sio wa kufikia wa ndugu yetu. Sasa mtu wa Mungu, mbona huyu ndo alikuwa kabisa na ripoti kwake na ni kiongozi mkubwa kwenye jumuiya ya Mungu, na alikuwa amechanganyikiwa kwa sababu yeye hajui namna, hakujifunza kwa Yesu kunyenyekea. Hauwezi kuhudumia watu wa tabaka la chini kama unyenyekei. Alikimbia kule kwa sababu unajua kule zipo fedha, atapata na posho. Huko maskini ajua hamna issue. Lakini ngoja nikwambie, ukijishusha ukahudumia watu wa matabaka yote, uona utu wa mtu, sio vitu vya mtu, utakuwa baraka na maisha yako yatakuwa ya amani. Hata safari yako ya duniani ikikoma, wewe utamaliza safari kwa vitabasamu na vicheko.
si kwa huzuni na kununa na kukimbizwa kama vile mhalifu. Lakini Yesu hakutafuta mambo yake mwenyewe. Kusoma Yohana 6:38, muda wote alikuwa anatafuta kufanya yale mambo ambayo baba yake amemtuma. Lakini wewe sasa ni mtoto wa Mungu. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Sasa wewe kama mtoto wa Mungu unafanya nini? Lazima utumie muda mwingi kutafuta vile ambavyo baba yako amesema ufanye. Kama Mungu akisema nenda kijijini kwa sababu ninafanya kazi za baba yangu, kuna watu wake. Akisema nenda mjini, safi. Tia moyo watu, tia moyo. Bwana amekupa kuhudumia watu. Hata sababu ya kuomba Mungu akuongezee uchumi wako sio tu ni kwa sababu ya kula na mke wako na watoto na familia, iwe ni kwa sababu ya mambo ya Mungu yaweze kufikia watu wengi. Ufanye mambo kwa ajili ya Bwana. Hapo ndipo utapata nguvu kutoka mbinguni. Kwa hiyo upendo, nimesema tu kwa ufupi, haya mambo yote ni ya muhimu sana. Mambo haya yote ni ya muhimu sana. Mwisho ni 13:13, kitabu cha 13:13 wa Korintho wa kwanza. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, katika hayo lililo kuu ni upendo. Moja ya changamoto kubwa kwa watu wa Mungu wengi wa siku za mwisho ni tatizo la vipaumbele, priority. Kwenye mambo ya Mungu lazima ujue kipaumbele ni kipi. Kwenye mambo ya Mungu kipaumbele sio karama, kipaumbele ni upendo. Haya mambo haya unaona tunahubiri haya, sio kipaumbele. Kama nitahubiri bila upendo, nitaweka hadi visa vya uongo, nitafuta umaarufu, taanza kuchukia wahubiri wenzangu wakati wanafanya kazi ya Mungu, ambaye ni baba yetu wote, tunajenga nyumba moja. Naanza kuwa mtu mjanja kwa sababu sina upendo. Upendo ndio unabeba, ndo meli yenye kubeba abiria ambao ni vipawa. Anasema pamoja na vipaji vingi. Hapo juu alizungumzia masuala ya uchungaji, mitume na unabii na nini. Anasema yanadumu mambo makubwa mangapi? Yanadumu mambo ya imani, tumaini na upendo. Na katika haya lilo kubwa ni upendo. Kwa nini kubwa ni upendo? Mungu ni upendo. Amri zote Mungu amezigawa katika makundi mawili. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kila kitu chako chote. Alafu mpende jirani yako. Okay. Juu ya hilo hakuna sheria, Mwanzo mpaka Ufunuo. Ukifanya hayo yote yaliyoelezwa mle ni mafafanuzi ya namna ya kumpenda Mungu na namna ya kumpenda jirani yako. Karama ni kama vyombo vya ujenzi. Unapokuwa unajenga jumba, utaenda kutafuta vifaa vya kujengea nyumba. Utakuwa na mkonobao, utakuwa na pima maji, utakuwa na ile timazi, utakuwa na zile mbao au zile plywood au zile zinaitwa zile mbao ngumu za kutengenezea kumwaga zege, unakuwa na makoleo. Lakini nyumba ikisha kamilika, hivyo vitu huwezi kuvikuta vimekaa tena ndani. Huwezi kukuta mirunda imejaa sebuleni kwenye gorofa ambalo limemalizwa kujengwa. Hivi vifaa vya ujenzi au viwezeshaji ujenzi ndio tunavita karama za Roho. Lakini upendo ndio ile jengo lilojengwa. Ndio maana tukiingia mbinguni hakutakuwa na kunena kwa lugha, maana lugha yetu itakuwa ni moja. Mbinguni hakutakuwa na manabii, unamtabiria nani? Mbinguni hakutakuwa na waponyaji, maana anasema hakuna kutia moyo mtu, maana kule hakuna kilio, hakuna machozi, hakuna magonjwa. Kwa karama zote hizi ni mambo ya ujenzi wa mambo ya Mungu tu. Sio ukajikuta umebobea kwenye ujenzi ukasahau kufurahia ndani ya nyumba ambayo Mungu amekupa. Karama bila upendo ni sufuri. Wakati unaongea sana, unafanya ishara nyingi, Mungu anaona unapiga kelele tu, wewe ni kama shaba iliayo na upatu uvumao. Yaani una issue. Mungu hapimi huduma yako, hapimi vipawa vyako kwa namna unavyovitoa. Anapima kwa upendo ulioupata kutoka kwa Mungu na unaopandikiza ndani ya watu kupitia huduma ya karama ambazo Mungu amekupa. Mwisho nikupe nukuu, Matendo ya Mitume sehemu ya 2 ukurasa wa 13. Anasema, haidhuru anamkiri Yesu kiasi gani, yeye ambaye moyo wake haujajazwa kwa upendo wa Mungu
na kwa wanadamu wenzake, si mwanafunzi wa kweli wa Kristo. Anaweza kuwa na imani kubwa na hata kuwa na uwezo wa kutenda miujiza, bado pasipokuwa na upendo ndani yake, imani yake hiyo haina faida yoyote. Anaweza kuonyesha vipawa na uwezo mkubwa, lakini akiwa anasukumwa na mambo mengine na si upendo wa kweli, akatoa vyote alivyo navyo kuwalisha masikini, tendo hilo halitamfanya akubaliwe na Mungu. Katika ari yake pia anaweza kukutana na mauti ya mfia dini. Anamaanisha unaweza hadi ukajitoa mwanga ukafia dini, ukachinjeni tu kwa sababu ya mambo ya Mungu, mniue, sikubali Mungu wangu. Lakini anasema, lakini kama hukusukumwa na upendo wa dhati, atachukuliwa na Mungu kama shabiki aliyedanganyika, ama mnafiki mwenye kutaka makuu. Nataka tu makuu, onekana wewe ni wa kidini sana, mniue tu, mnifute kanisani hapa, mnifukuze, mimi nampenda Mungu. Lakini kama una upendo, ni mnafiki na unatafuta tu mambo yako mwenyewe, wala Mungu hayupo kwenye mavifo ya kidini ambayo hayasukumwi na upendo. Ikiwa unasema, Mungu naomba unisaidie, Roho wako atiririshe upendo ndani yangu, unaweza ka comment hapo chini na nitaomba kwa comment yako kwamba Mungu naomba ushushe upendo ndani yangu niweze kukupenda kwa jina la Yesu. Amen. Baba Mungu wa mbinguni, unatufundisha mambo ya msingi sana, ni ya muhimu sana. Nachokiomba Bwana, unisaidie mimi na mtoto wako aweze kumsaidia. Vile vitu ambavyo tumevijifunza kuhusu wewe, ingia ndani yetu, alafu ishi maisha yako ndani yetu Yesu Kristo, ili upendo uweze kuonekana. Tukawe ni watu wenye kuvumilia mabaya, ni watu wenye kufurahia ukweli, ni watu tusio usudu, tusio na wivu, wenye kuwatanguliza wengine, tuweze kuwa na manufaa Mfalme, ili tusije tukaishia kuwa tuna karama, tukaishia kuwa tu wajuzi, watu wa kwenda kwenye makanisa na watu wa dini kavu ambazo hazina upendo, hata tukawa tuna hofu kwamba nitauliwa kwa sababu nampenda Mungu, nimefukuzwa kazi au nimefanya nini, lakini kumbe sina upendo. Umesema yote hayo ni kujifurahisha, wala Mungu haupo kwenye hizo vitu. Tusaidie Mfalme, tuweze kuwa na upendo. Tutakapokuwa na karama ambazo umeziachia ndani yetu, watu wakituangalia waone upendo wa Kristo ndani yetu. Tukawajali watu, tusibague watu, tuwapende watu, tuwahudumie watu, tuwe na misimamo mizuri, lakini tukitambua ya kwamba kama ulivyoishi Masihi ukiwahudumia watu wa kada mbalimbali, na sisi utupe hiyo Roho wako Mtakatifu akawe juu yetu, tukatende matendo hayo, na mwisho tutakapoingia mbinguni ukaseme, vema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu kwa vichache ambavyo nilikupa, ukisukumwa na upendo, karibu ule raha ya mema milele na milele. Ninaomba Bwana kwa ajili ya ndugu yangu, ikiwa kuna changamoto yote anapitia, kama ni magonjwa, kama ni kuachika, kama ni kutafuta mwenzi wa maisha, kama Bwana ni kazi anatafuta, kama ni biashara anatafuta, Mungu kwa kusikia tu somo la leo, ninaomba umtendee kwa upesi kwa jina la Yesu. Ukamtendee kwa upesi kwa jina la Yesu. Acha Bwana ukamfanyie muujiza na matendo yako makuu leo. Bwana akauone mkono wako katika jina la Yesu. Amen.